Hayo kwanza. Hamza Mayunga wa Kigogo sio Mburahati hapo aliandika makala, ilitufikia kipindi kile tuna zile nadwa. Kijana mmoja wa Kishia akanikabidhi mita ya posta, mimi simjui. Tumeingia sehemu hivi, na ndio siku ambayo tumekwenda kununua vitabu vya Mashia. Kwa tumeingia sehemu tunatoa muamala fedha alizonipa ndugu yangu mmoja, Allah ibarik fihi, milioni na ushe. Akaja bwana na bahasha, Abu Ayman, salamu alaykum. Fashat laki Rasulullah, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Simjui, sababu Shia hajaandikwa hapa kwenye komo kwamba Shii dhal. Mzigo wako, mzigo wangu unatoka wapi? Soma tu. Bahasha ya kaki kubwa ile, nikamwambia inshallah nitaisoma. Basi fanya mambo yetu, tukamaliza, tukaondoka. Kufungua makala ndefu, ufupi wa maelezo kwamba kumtukana Abu Bakar ni sunna na unapata thawabu. Akaja na dalili zake kwa nini ni sunna na unapata thawabu. Akataja nukuu zake Hamza Mayunga. Huenda kawa nakumbuka baadhi ya waliokuwa wakishiriki kipindi kile. Tuliigawa, tulichapisha hiyo, tukagaiana wale tulishiriki kwenye zile nadua. Kwa hiyo wao wanajikurubisha kwa Allah, wanajikurubisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwenye kuwatusi makhalifa. Na ndio maana wanayo ile dua yao, dua sanamai Quraish, dua sanamai Quraish, Allahumma al'an. Ndio tuisome hapa, nimesahau kuiandika. Dua sanamai Quraish. iko kwenye Biharul Anwar ya Al-Majlisi. Al-Majlisi kwenye Biharul Anwari juzuu ya 82 ukurasa wa 260 anasema hadha ad-du'a rafi'u ash-sha'n 'adhimu al-manzila. Dua hii ina shani kubwa, ina daraja kubwa kabisa. Amepokea Abdullah ibn Abbas kutoka kwa Ali alayhi salam annahu kana yaqnutu bihi, kwamba Ali alikuwa akikunut kwa hii dua, na akasema Ali, inna ad-da'i bihi, hakika yule atakayeomba dua hii, karami ma'a an-nabi, ni sawa na aliyeshiriki jihadi pamoja na mtume wa Allah fi Badri, tena katika vita vya Badri. Akaweka zake anarusha mishale, mtume anarusha mishale na yeye anarusha mishale kwenye vita vya Badri. Karami mithili ya anayerusha ima mshale au mkuki, ma'a nabii sallallahu alaihi wasallam fi Badri wa Uhud, tena sio Badri peke yake na Uhud, na sio Uhud peke yake, wa Hunain, na vita vya Hunain bi alf saham, kwa mishale 100,000. Mishale sio moja, mishale 100,000, alf saham. Milioni moja sio elfu, zikiwa elfu ni ngapi? Elfu ziwe elfu, 100,000 ndio laki, alf milioni. Addu'a inasema Allahumma la'an sanamai Quraish, ewe Allah wala'ani masanamu mawili ya Quraish, wajibtaihima wa taghutaihima wa ifkaihima wa ibnataihima alladhaini khalafa amraka wa ankara wahyaka wa jahada in'amaka wa asaya rasulak wa qallaba dinaka wa harrafa kitabaka wa attala ahkamaka wa attala faraidaka وألحد في آياتك وعادى أولياءك ووالى أعداءك وخرب بلادك وأفسد عبادك. اللهم لعنهما وأنصارهما، فقد أخرب بيت النبوة ورد ما بابه ونقض سقفه وألحق سماءه بأرضه
وعاليه بسافله وظاهره بباطنه، واستأصل أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله وأخلى منبره من وصيه ووارثه، وجحد نبوته وأشرك ببرهما، فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر، وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. Hapa anakusudiwa ewe Allah walaani masanamu wawili na mashetani wao wawili na mataghuti wao wawili, wazushi wao wawili na mabinti zao wawili, Hafsa na Aisha na Hafsa, Abubakar na Umar na Hafsa na Aisha. Wamekhalif amri zako, wamepinga wahi wako, wamepinga neema zako, wamemuasi mtume wako, wamegeuza dini yako, wamekitengeusha kitabu chako, wamezibatilisha hukumu zako, wamebatilisha faradhi zako, wamefanya ilhadi katika aya zako, wamewafanya uadui mawali wako na wamewafanya vipenzi maadui wako, wameharibu miji yako, wamefisidi waja wako. Ewe Allah, walaani wao wawili na maansari wao, wameharibu nyumba ya Mtume Muhammad na wakauvunja mlango wake, wakavunja dari lake. Kuna Abubakar na Umar, na hii ni dua sanamai Quraish. Ina fadhila hizi kama mlivyosikia kutoka kwa Al-Majlisi. Bali tulisema zile beti ambazo amezitaja Yusuf bin Ahmad Ibrahim Yusuf al-Bahrani aliyefariki mwaka 1186 Hijria, fariki mwaka 1186 Hijria. Kitabu chake akakiita Ash-Shihabu Ath-Thaqib fi Ma'na an-Nasib. Na haya pia ameyataja isbeti, pia amestaja Ni'matullah al-Jazairi katika Al-Anwar an-Nu'maniyya. Ya ayuha al-mudda'i hubba al-wasiy, ewe mwenye kudai kwamba unampenda wasii. Wasii ni Ali bin Abi Talib. Walam tasmah bisabbi Abi Bakr wala Umara, na wala hukuruhusu kutukanwa kwa Abu Bakar na Umar. Kadhabta wallahi fi da'wa mahabbatihi, umedanganya wallahi kwenye madai kwamba unampenda Ali. Tabbat yadaka, iangamie mikono yako. Satasla fi ghadin saqara, kesho umur qiyama utakwenda kuingia kwenye moto wa saqar. Kaifa tahwa amira almu'minina wa qad, utampendaje amiri almu'minina wa qad araka fi sabbi man adahu muftakira, ilhali na kuona kabisa katika kumtusi au kuwatusi wale waliomfanyia uadui Ali bin Abi Talib, ninakuona wewe muftakira, una sita sita. Utampendaje amiri almu'minina kwa hali hiyo? Huna mapenzi kwa amiri almu'minina. Tabbat yadaka, iangamie mikono yako, na kesho umuri kiyama utakwenda kuingia motoni. Haya wanaandika kwenye vitabu vyao. Na huyu Yusuf al-Bahrani kwa Mashia wanamuita al-faqih al-muhaddith, al-faqih al-muhaddith. Na kwenye hiki kitabu Ash-Shihabu Ath-Thaqib amehalalisha ndani yake kwamba yafaa kumuua an-nasib. An-nasib ni nani? As-sunni alladhi yuhibbu Abu Bakr wa Umar. Kila mtu sunna wa sunna anempenda Abu Bakar na Umar, yeye ni nasib, yafaa kumuua. Ndio maana wamemfanyia khiana kiongozi yule wa Hamas, mwanaharakati katika Ikhwani Muslimin, Ismail Hania ameuawa kwenye mji mkuu Teheran. Wanasema bomu limetoka Israeli. Allahu a'lam, limetoka Israeli kweli, limetoka pale pale. Amekufa yeye na mlinzi wake, yeye na mlinzi wake Abu Shaaban. Halali kwa wao, na wala hawana urafiki wa kuaminiwa tangu zamani. Yani mushkila, wanasema ahlul ilmi, sisi hatujui tarehe. Wakipigana Waislamu na makafiri, Mashia wanakuwa kwa makafiri siku zote. Na wao ndio katika asbabu ya kuanguka ad-dawlatu al-Abbasiyya Iraq ni waziri wa Kishia Ibn al-Alqami. Alikuwa ni Shia, akawa anavujisha, anapenyeza kadha kadha kadha, daula al-Abbasiyya ikaanguka.
Kwa Shia hana muamana popote alipo, usimwamini Shia, usimwamini Shia. Amewasifu kwa sifa mbaya Alimamu Shaabi, anasema hawa Shia Allah angeliwaumba kwenye jamii ya ndege, lau kanu min at-tayri lakanu rahma walau kanu min al-bahaim lakanu humra. Hawa wangeumbwa kwenye jamii ya ndege, basi mashia wangekuwa ni rahma. Rahma wanasema ni aina fulani ya ndege ana khiana hivi, kwa hiyo wangekuwa rahma hawa kwenye jamii ya ndege hawa. Na lau wangeliumba kwenye jamii ya wanyama, basi hawa wenzao wangekuwa ni punda. Lakanu min al-bahaim lakanu humra, wangekuwa ni punda hawa mashia. Alimamu Shaabi Amir bin Sharahil katika matabiina wakubwa rahmatullahi alayhi. Sasa mtu anahalalisha kwamba yafaa kumuua Nasib. Anasema yafaa kumuua Nasib. Nasib nani? As-Sunni ambaye anampenda Abubakar na Umar maa hubbihi li Ali, hata kama anampenda Ali, muda wa kuwa amechanganya haki na batili, anampenda Ali wakati huo anampenda Abubakar na Umar, huyo ni Nasib auawe. Na akasema huwa kafirun halalu dam wal mal, ni kafiri halali damu yake, halali mali yake. Ash-Shihabu Thaqib, kitabu cha Yusuf bin Ahmad bin Ibrahim al-Bahrani. Al-Imam Abu Bakr al-Marwazi anasema sa'altu Abu Abdullah, nilimuuliza Abu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhima, amman shatama Abu Bakr wa Umar, kuhusu yule ambaye amemtusi Abu Bakr na Umar wa Aisha. Faqala, akasema Imam Ahmad, ma arahu ala alislam, simuoni kwamba yuko katika Uislamu mtu huyo. Alimtusi Abu Bakr na Umar na Aisha, hayupo katika Uislamu. Haya ameyataja al-Imam al-Khallal katika As-Sunna, jilid 3 kurasa 493. Na Muhammad bin Yusuf al-Firyabi rahimahullah anasema rawa al-Khallal qala sami'tu rajulan yas'alu al-Firyabi. Al-Imam al-Khallal anasema nilimsikia bwana mmoja akimuuliza al-Firyabi. Firyabi ndio Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, amman shatama Abu Bakr, kumhusu yule ambaye anamtukana Abu Bakri. Qala, akasema kafir, huyo ni kafiri. Qala, akauliza tena fayusalla alayhi, je, mtu huyo anemtukana Abu Bakar ambaye ni kafir akifa ataswaliwa? Qala la, akasema hapana. Wasaaltuhu, na nikamuuliza tena kaifa yusna'u bihi wa huwa yaqulu la ilaha illa Allah, afanyweje sasa ilhali huyo mtu alikuwa akisema la ilaha illa Allah? Qala, akasema la tamassuhu biaidikum, msimguse kwa mikono yenu, irfa'uhu bil khashabi hatta tuwaruhu fi hufratihi, msimguse kwa mikono yenu, msukumeni kwa magongo, tafuteni miti magongo, mumsukume mumtumbukize kwenye shimo lake. Haya wanasema ahlul ilmi dhidi ya anemtusi Abu Bakar, kama alipotaja mwanazuoni hapa al-Imam Muhammad rahmatullahi alayhi kuhusu ambaye atamtusi mmoja katika ash-shaykhain Abu Bakar na Umar. Na al-Imam al-Alusi kama ilivyokuja kwenye Nahjus Salama makhtut 29:30, anasema al-Imam al-Alusi ni mmoja katika wafasiri wa Qur'an. Al-Alusi anasema dhahaba mu'dhamu ulamai ma waraa an-nahri, wamekwenda kimadhhab wengi wa wanawazuoni wa miji iliyo nyuma ya mto. Mto gani huo? Hili ni jina wamelitaja wanawazuoni zama zile waliokuwa wakikomboa miji. Kwa hiyo miji iliyokuwa iko nyuma ya mto wa Jaihan, pia wanaita Jaihan. Kuna Sayhani na Jaihan. Wanasema ni Asia al-Wusta, Asia ya katikati, Asia al-Wusta. Kwa hiyo inaingia miji hiyo Tirmidh au Turmudh, inaingia Bukhara, inaingia Samarkandi, miji hiyo
Uzbekistan, Tajikistan, miji hiyo, Afghanistan, huko ma waraa an-nahari, ni miji iliyo nyuma ya Nahar Jaihan, ambayo imetoa wanazuoni wengi wakubwa Imam Bukhari, Imam Tirmidhi, Imam Khawarizmi na wengineo. Wameenda kimadhehebu wengi wa wanazuoni wa huko ila kufri al-ithnai ashariya, kuwakufurisha ithna ashariya. Wa hakamu biibahati dimaihim, na wametoa hukumu juu ya uhalali wa damu zao, wa amwalihim, na mali zao, wa furuji nisaihim, na tupu za wake zao, haithu innahum yasubbuna sahaba, kwa kuwa wao wanawatukana masahaba, wala siyama shaykhain, hasa al-shaykhain Abu Bakr na Umar. Haya amesema al-Imam al-Alusi rahmatullahi ta'ala alayhi. Na al-Imam Malik ibn Anas anasema alladhi yashtumu ashab an-nabi, anawatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, laysa lahu sahmun au qal nasibun fi al-islam, hana fungu katika uislamu, si muislamu. Maana yake Imam Malik bin Anas rahmatullahi alayhi. Wa qad ruwiya anhu, na kwa hakika imepokelewa kutoka kwake, bituruqin, kwa njia, isnadi baadhiha isnad